Ujambo na karibu tena mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Yote TV. Hii ni taarifa ya habari katika lugha fanisi ya Kiswahili na mtangazaji wako ni John Mabanzo. Karibu. Na hii ni habari ya kitaifa kutokea huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, leo Juni 23, 2026. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo Jumanne, Juni 23, 2026, limeipitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha wa mwaka 2026-27 yenye thamani ya shilingi trilioni 62.3. Akitangaza matokeo ya kura, Spika wa Bunge Musa Zungu amesema wabunge 385 walipinga kura kuunga mkono bajeti hiyo, sawa na asilimia 97 ya kura zote 393 zilizotarajiwa kupigwa. Wabunge 8 hawakuwapo bungeni, huku kura 8 zikipigwa kupiga bajeti hiyo. Bajeti hiyo iliwasilishwa bungeni Juni 11, 2026 na Waziri wa Fedha Hamisi Musa Omar. Baada ya kuwasilishwa, ilijadiliwa kwa siku 7 za kazi kuanzia Juni 15 hadi Juni 23, 2026. Wakati wa kuhitimisha mjadala huo, Waziri wa Fedha pamoja na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Kitila Mkumbo, walijibu hoja mbalimbali zilizotolewa na wabunge. Spika Zungu amesisitiza serikali kuhakikisha fedha zilizoidhinishwa zinatumika kwa maslahi ya wananchi kama ilivyokusudiwa, akibainishwa kuwa bunge litaendelea kufuatilia utekelezaji wa bajeti hiyo ili kuhakikisha uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Hebu tuone uchambuzi kidogo wa taarifa hii. 1. Uungwaji mkono mkubwa wa bajeti. Kupitishwa kwa bajeti kwa asilimia 97 kunaonyesha kuwa serikali imepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wabunge. Hii ni ishara kwamba wengi wa wawakilishi wa wananchi wameona bajeti hiyo na mwelekeo unaokubalika katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. 2. Ukubwa wa bajeti. Bajeti ya shilingi trilioni 62.3 ni miongoni mwa bajeti kubwa zaidi katika historia ya Tanzania. Hii inaonyesha dhamira ya serikali kuongeza uwekezaji katika sekta muhimu kama miundombinu, afya, elimu, maji, nishati na kukuza uchumi wa viwanda. 3. Changamoto kubwa ipo kwenye utekelezaji. Ingawa bajeti imepitishwa kwa kura nyingi, mafanikio yake hayatapimwa kwa ukubwa wa fedha zinazotengwa bali kwa matokeo yatakayopatikana kwa wananchi. Changamoto za kuchelewa kwa miradi, matumizi yasiyo na tija au kutokukusanywa kwa mapato yaliyopangwa zinaweza kuathiri utekelezaji wake. 4. Ujumbe wa spika wa serikali. Kauli ya spika kwamba bunge litafuatilia matumizi ya bajeti ni ujumbe muhimu kwa taasisi zote za serikali. Inaonyesha kuwa jukumu la bunge aliishi kuidhinisha fedha pekee, bali pia kusimamia namna linavyotumika ili kuhakikisha uwazi na uwajibikaji. 5. Wananchi wanapaswa kutarajia nini? Wananchi wanatarajia kuona: 1. Kuboreshwa kwa huduma za afya na elimu. 2. Kuongezeka kwa fursa za ajira. 3. Kuimarika kwa miundombinu ya barabara, reli na nishati. Kuongezeka kwa uwekezaji na ukuaji wa uchumi. 4. Na mwisho ni kuboreshwa kwa huduma za maji na maendeleo ya vijiji. Hitimisho la uchambuzi wetu wa siku ya leo. Kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali ya shilingi 62.3 trilioni ni hatua muhimu katika maandalizi ya mwaka wa fedha wa 2026-27. Hata hivyo, mafanikio ya bajeti hiyo yanategemea zaidi utekelezaji wake, usimamizi madhubuti wa fedha za umma na uwezo wa serikali kufikisha huduma na maendeleo yanayokusudiwa kwa wananchi. Bunge, serikali na wananchi wote wana jukumu la kuhakikisha kuwa fedha hizo zinaleta matokeo chanya kwenye taifa. Na hizo zilikuwa habari za kitaifa. Sasa tuangazie habari za kimataifa huko nchini Marekani. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance ametoa onyo kali kwa baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel ambao wamekuwa wakimkosoa Rais wa Marekani Donald Trump kufuatia maelewano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Vance alisema kuwa asingetarajia Israel kumshambulia au kumkosoa mshirika wake mkubwa zaidi duniani, akisisitiza kuwa sehemu kubwa ya silaha zinazosaidia kuimarisha usalama wa Israel katika miezi ya hivi karibuni zimetoka Marekani na kugharamiwa na walipa kodi wa Marekani. Makamu huyo wa rais alisema amesikitishwa na kauli za baadhi ya mawaziri wa Israel
ambazo zimeonekana kumlenga Rais Trump, akisisitiza kuwa viongozi hao wanapaswa kutambua mchango mkubwa wa Marekani katika usalama wa taifa lao. Vance ameongezea kuwa hata kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atochukua msimamo huo, mawaziri wanaomkosoa Trump wanapaswa kuzingatia hali halisi ya mahusiano kati ya nchi hizo mbili badala ya kutoa matamshi yanayoweza kuharibu ushirikiano wa muda mrefu. Kauli hizo zinakuja baada ya baadhi ya mawaziri wa Israel kueleza kutoridhishwa kwao na makubaliano ya maelewano kati ya Marekani na Iran, wakidai kuwa makubaliano hayo hayawezi kutoa uhakika wa usalama kwa taifa lao na kwamba Israel haitofungwa na maamuzi ambayo yanaweza kuhatarisha maslahi yake ya kiusalama. Na tuone uchambuzi wa taarifa hii kwa ufupi kabisa. Tukio hili linaonyesha changamoto kubwa iliyopo kati ya mahusiano ya kimataifa kati ya Marekani na Israel. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa mshirika mkuu wa Israel katika masuala ya ulinzi, usalama na diplomasia. Kauli ya JD Vance inaonekana kuwa ujumbe wa kuikumbusha Israel kuhusu umuhimu wa msaada wa Marekani, hasa katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati limeendelea kukumbwa na migogoro na mivutano ya kisiasa. Kwa upande mwingine, viongozi wa Israel wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu makubaliano yoyote yanayoweza kuipa Irani nafasi kubwa zaidi katika eneo hilo, kwa kuwa Iran imekuwa ikichukuliwa na Israel kama moja ya vitisho vikubwa kwa usalama wake wa taifa. Hali hii inaonyesha tofauti ya mtazamo kati ya washirika hawa wawili. Marekani inaweza kuona diplomasia na mazungumzo kama njia ya kupunguza mivutano, wakati baadhi ya viongozi wa Israel wanaamini kuwa hatua kali za kiusalama ndizo zinazoweza kulinda taifa lao. Iwapo tofauti hizi zitaendelea, zinaweza kuleta changamoto katika uratibu wa sera za usalama na diplomasia kati ya Washington na Tel Aviv. Hata hivyo, kutokana na historia ndefu ya ushirikiano wa nchi hizo mbili, wachambuzi wengi wanaamini kuwa pande zote zitatafuta njia ya kulinda uhusiano wao wa kimkakati. Kwa sasa, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu jinsi Marekani, Israel na Irani zitakavyoshughulikia tofauti hizi za athari zake kwa amani na usalama wa Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa uchambuzi wa habari yetu ya siku ya leo. Vipi kuhusu wewe? Una mapendekezo gani kuhusu bajeti iliyofanyika hapo bungeni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026? Na vipi kuhusu kile kinachoendelea huko Marekani? Tuandikie komenti yako kwenye eneo la comment, nasi tutafuatilia komenti yako mwanzo mpaka mwisho. Inawezekana komenti yako inaweza kuwa chanzo cha habari nyingine, na sisi hatuwezi kufanya makosa. Tutakuletea habari hiyo hivi punde na kwa haraka kabisa. Lakini kama hujawahi kusubscribe, kulike, comment na kushare, basi ni nafasi yako ya kufanya hivyo. Kumbuka, unapofanya hivyo unafanya jambo la upendo na wengine wanapata habari hii kwa mapema kabisa. Kumbuka, una jambo unaweza kuliona la kawaida, lakini kwa mwenzako ni muujiza. Kumbuka, hii ni Yode TV. Endelea kubaki nasi siku zote. Na tuna la ziada, na mimi ni mtangazaji wako yule John Mabanzo. Tukutane wakati mwingine kwa taarifa zaidi. See you then. Yode TV. Yode TV. Yode TV.